أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Katika mwendelezo wa darasa letu la fikihi tumefika babul ghusuli. Tumefika babul ghusuli, mlango wa kuoga. Babul ghusuli, mlango wa kuoga. Wenyewe wanasema ai fi bayani ma yujibuhu. Aliposema babul ghusli mlaki mlango wa kuoga, manake ai fi bayani bayani ma yujibuhu, yale yanayopasa mtu kuoga ni mambo gani, ndo tuyasikilize tuone. Huenda ukafikiri wewe unalazimiwa kuoga, kumbe hulazimiwi kuoga kutokana na ambayo wewe unayaona pengine yanapelekea haya mimi nioge, lakini kumbe hamna. Lakini kuna ambayo pia unalazimiwa wewe kuoga, alafu wewe ukafikiri kwamba hulazimiwi ukaacha kuoga na wakati ulikuwa ukilazimiwa. Kwa hiyo tusikilize kwa makini ili tuweze kujua yanayotupasa kuoga ni mambo yepi. Yajibu ala rajuli, ni wajibu juu ya mwanamume, min khurujil mani, kwa sababu ya kutokwa na mani, wa min ilajil hashafa, na kutokana na kuzamisha kichwa cha dhakari, fi ayi farjin kana, katika tupu yoyote kana itakayokuwa, kubulan, iwe ni tupu ya mbele, au duburan, au iwe ni tupu ya nyuma, dhakaran, mwenye utupu huo awe ni mwanamume, au untha, au mwenye utupu huo awe ni mwanamke, walau bahimata, ijapokuwa mwenye utupu huo ni mnyama. Maana yake mtu akitokwa ni manii, yani hatua ya kwanza inayomfanya mtu alazimiwe kuoga ni kutokwa na manii. Lakini hatua nyingine, kwa hiyo kutoka kwa manii kunaweza kukatoka kwa namna tofauti tofauti. Mtu anaweza akatokwa na manii kwa kulala au kwa namna nyingine, au hata amekaa tu anafikiria hapa yakatoka, au kwa namna nyingine. Kwa hiyo kule kutoka manii ni sababu, ama ni sababu itakayompelekea mtu alazimiwe kuoga. Sababu nyingine au kingine kinachopasisha mtu alazimiwe kuoga ni kuzamisha kichwa cha dhakari katika tupu yoyote mutlaka, tupu yoyote, akaingiza kwenye tupu ya mwanamke, ya mwanamume, ya mbele au ya nyuma, au hata akaingiza katika tupu ya mnyama. Ndio maana akasema fi ayin farjin kana, manake tupu yoyote itakayokuwa, iwe ni ya mnyama, iwe ni ya binadamu. Kwa hiyo si tunachoangalia wewe ambaye umeingiza tupu yako ya mbele kwenye tupu ima ya mnyama, ya mwanamke, ya mbele au ya nyuma, ya mwanamume, sawa sawa, vyovyote itakavyokuwa, huyu ni katika kitu ambacho kitakachokufanya upaswe kuoga. Ni katika kitu ambacho kitakachokufanya upaswe kuoga. Au saghiran fi saghir, fi saghira, au mtoto mdogo akaingiza kwenye tupu ya mtoto mdogo wa kike, wote hawa watakuwa na janaba na watalazimiwa waoshwe. Wote hawa watakuwa wana janaba na watapaswa wafanye nini? Waoshwe. Mtoto mdogo
ameingiza kwenye tupu ya mtoto mdogo mwenziwe wa kike au wa kiume, vyovyote itakavyokuwa. Kwa hiyo atapaswa, wote watakuwa na janaba na watalazimiwa waoshwe. Wayajibu, na ni wajibu, ala almar'a, kwa mwanamke, min khuruji maniha, kwa ajili ya kutokwa na manii yake. Sikiliza kwa makini, manake wajibu ni lazima, wajibu na ni lazima mwanamke kuoga. Wajibu ala almar'a, na ni lazima kwa mwanamke kuoga, min khuruji maniha, kwa sababu ya kutokwa na manii yake. Wa min ayi dhakarin, na kwa sababu ya dhakari yoyote, dakhala, itakayoingia, fi kubuliha, katika tupu yake ya mbele, au dubran, au katika tupu yake ya nyuma. Walau ashalla, ijapokuwa hiyo dhakari iliyoingia kwenye tupu zake mmojawapo, ima ni ya mbele au ya nyuma, ijapokuwa ni dhakari iliyopooza, haifanyi kazi, lakini tunachoangalia imeingia. Au min sabiyin, au ikawa ni dhakari ya mtoto mdogo iliyoingia labda kwa bibi, yani huyo wewe ni labda sawa sawa, mtoto mdogo akawa ameingiza sawa kwenye sawa sawa. Au min sabii, manake au ikawa ni dhakari ya mtoto mdogo iliyoingia labda kwa mtu mzima, mwanamke huyo. Au bahima, au ikawa ni dhakari ya mnyama ndiyo iliyoingia kwenye hiyo tupu ya mwanamke. Lakini wa min alhaidhi, na kutokana na kutokwa na hedhi, au na kwa ajili ya kutokwa na hedhi. Mwanamke hedhi ikishatoka, ikishakoma sasa, kwa sababu inatofautiana. Kuna wengine wanatokwa siku 6, wengine wanatokwa siku 7, wengine anatokwa, lakini vyovyote, manake wingi wa kutokwa na hedhi ni siku ngapi? Siku 15. Ukiona siku 15 zimepitiliza na hedhi bado inatoka, ile sehemu iliyopitiliza kuanzia 15 kwenda kule, hii si hedhi, inaitwa ni damu ya ugonjwa. Sawa sawa. Kwa hiyo mwanamke akishatokwa na hedhi ikakoma, ima ametokwa siku 7 au ametokwa siku 6 au siku 15, ikawa sasa imekoma, haitoki tena, atalazimiwa kuoga. Hapa tunazungumzia ma yujibuhu, mambo ambayo kwamba yanayopasisha mtu kuoga. Lakini wa nifas, anapotokwa pia na nifasi. Mwanamke anapotokwa na nini? Na nifasi. Nifasi ni mwanamke akishajifungua, ndio maana huwa wanakaa ndani ile, huwa anatokwa na nini? Na nifasi. Kwa hivyo wengine wanakaa siku 40, wengine wanakaa siku 60. Kwa hiyo ikisha koma ile nifasi, basi mwanamke huyo atalazimiwa kufanyaje? Kuoga josho la nifasi. Kama ni hedhi, atalazimiwa kuoga josho la nini? La hedhi. Lakini wa khuruji alwaladi, na kwa sababu ya kutoka mtoto, wenyewe wanasema li annahu maniyun munakid. Kwa nini mwanamke akishajifungua, akitoka mtoto analazimiwa kuoga? Ni kwa sababu wenyewe wanasema li annahu maniyun munakid, kwa sababu kile kilichotoka ambaye ni yule mtoto ni manii ya loganda. Yaani mtoto akishatoka basi ni manii yametoka, manake manii munakid, manii
yametoka. Maki mtu si nani, khulika min mai, mwanadamu ameumbwa kwa nini? Mtu akitoka na manii afanye nini? Si aoge, si ndivyo? Kwa hiyo kule kujifungua yule mwanamke, ule ulazima wa kuoga ni kwa kuwa kilichotoka pale ni manii. Yule mtoto ni manii ambayo kwamba yameganda, ndio maana analazimiwa kufanya nini? Kuoga. Asema jafan, awe mtoto huyu ametoka jafan hali ya kuwa amekauka, yani bila ubichi vyovyote itakavyokuwa, atalazimiwa huyu mwanamke kuoga kwa sababu ya kujifungua. Sasa wa inama, na bila shaka, yataallaq, sikiliza hapa na inama yataallaq, hufungamana ulazima wa kuoga bitaghibi jamii lhashafa, kwa sababu ya kuzamisha kichwa chote cha dhakari. Ulazima wa kuoga ili mtu alazime, maana tumesema ni kuzamisha. Katika sababu tulioiona inayomfanya mtu aweze kulazimiwa kuoga, tukasema ni kuzamisha nini? Kichwa cha dhakari. Sasa ili ulazima upatikane, je, mtu akazamisha nusu halazimiwi kuoga? Ni mpaka azamishe kichwa chote ndo alazimiwe kufanya nini? Kuoga. Sasa walau raa mania, lau mtu akaona manii, fi thawbin, katika nguo, au farashin, au katika tandiko, ima katika godoro, yanamu fihi, analala humo, maaman, pamoja na mtu ambaye yumkinu, kuna yumkini, kaunuhu minhu, kuna yumkini kuwa hayo manii yanaweza yakawa ni yake. Yani wewe ukaona manii kwenye godoro, lakini hapo kwenye hilo godoro huwa unalala na mwanamume au na yeyote ambaye wewe unahisi kwamba yanaweza yakawa, naweza kwamba si yangu, yanaweza yakawa ni yake, hatujui. Lakini yani hapa tunachokizungumza ni mtu akaona manii na wanalala pengine wawili. Hasa hapo kuna ihtimali kwamba yanaweza yakawa ni ya huyu au ni haieleweki. Ndo anasema walau raa mania, lau mtu akaona manii, fi thawbin, katika nguo, au farashin, au katika tandiko, ima katika godoro, yanamu fihi, analala fihi, humo katika hilo godoro au kwenye hilo tandiko, maaman, analala pamoja na mtu ambaye yumkinu, kuna yumkini, kunawezekana, kaunuhu, kuwa manii hayo, minhu, ni yake yeye. Nudiba lahuma alghuslu, panasuniwa kwa hao wawili kuoga, panasuniwa kwa hao wawili kuoga. Lakini anasema wala yajibu, lakini si lazima. Ni suna tu kwa wao wakaoge majosho hayo, lakini si lazima. Wala yaktadi ahaduma bil akhar, na kabla hawajaoga haifai kumfuata huyu mwingine kwenye swala. Yani hawaruhusiwi hawa wawili kufuatana jamaa wakasali. Nyimko wawili nalala katika tandiko, katika chumba kimoja. Sasa ukaja ukaona manii kwenye godoro lile, alafu kukawa kuna dhana ni yangu au ni ya huyu, ikawa haieleweki. Sheria inasema ni suna kwa nyinyi wawili mkaoge, lakini sio lazima. Sasa kabla hamjaoga nyinyi wawili kufuatana, yani nyinyi wawili, huyu awe imamu, mimi niwe maamuma,
hamruhusiwi, kwa sababu wewe utaitakidi katika moyo kwamba huyu swala yake ni nini? Ni batili, kwa kuwa unahisi kwamba haya manii anaweza kawa ni yake yule. Kwa hiyo hamruhusiwi nyinyi wawili kufuatana katika swala, yaani huyu awe ndo imamu alafu huyu mwingine awe nani? Awe maamuma. Hamruhusiwi. Fa ilam yanam fihi, kama halali humo ghairuhu, isipokuwa yeye, manake halali mtu mwingine, ghairuhu, isipokuwa ni yeye peke yake, basi lazima kulghusulu, atalazimiwa kuoga. Kwenye upande wa ni sunna kuoga, si lazima, ni pale utakapoyaona manii pahala ambapo, au kwenye godoro, lakini eneo hilo nyinyi mnalala watu wawili na sawa sawa, Kwa hiyo ni sunna kuoga, lakini si lazima na haifai kufuatana katika swala. Sasa kama hapo unalala peke yako ukayaona manii, ni lazima ukaoge, so khiari tena, lazima ukafanya nini? Ukaoge. Make kwa vyovyote atakuwa ni ya nani sasa? Maana ni ya kwako mwenyewe. Kwa hiyo lazima sasa ukafanya nini? Ukaoge. Wajibu i'adat, ni lazima kurudia, kulli salatin, ni lazima kurudia kila sala, la yahtamilu, ambazo hakuchukuliki, huduthul manii, kuzuka manii, baada ya hizo swala. Hapa pasikilizeni kwa makini, pasikilizeni. Kwa nini? Kwa makini, usikilizeni huu mjadala hapa, maana fikihi ndivyo ilivyo, ina ugumu wake. Mjadala unaanza unasema hivi: wajibu, ni wajibu, i'adatu kulli salati, kurudia kila swala, la yahtamilu, ambazo hakuchukuliki, huduthul manii, kuzuka manii, baada ya nini? Ya hizo swala. Mfano, mimi yani tuchukue mfano usiku wa leo, si ndo nililala usiku wa kuamkia leo, si nililala? Sasa nilivyoamka sikurudi tena, nilivyoamka ile alfajiri sikurudi tena kulala. Pengine nikaja nikarudi ule muda nishamaliza kuswali kabisa nini? Isha. Sikiliza mjadala. Nilivyomaliza kuswali Isha, pengine muda sikurudi na nini. Sasa nimemaliza kuswali swala ya Isha, ndo narudi nyumbani. Nafika nyumbani nakuta manii kwenye tandiko. Haya manii hakuchukuliki, sawa sawa, Yani haya manii, maana hapa kuna swala ya asubuhi nimeiswali, sawa sawa, maana pengine nilikurupuka tu. Kuna swala ya asubuhi nimeswali, kuna swala ya nini? Ya dhuhuri nimeswali, kuna nini? La asiri nimeswali, magharibi nimeswali, kuna na nini? Isha nimeswali. Swala zote ngapi? 5. Nimemaliza kuswali Isha, narudi kitandani, naangalia vizuri, nakuta manii. Hizi swala zote hakuchukuliki kuzuka manii baada ya hizi swala. Kwa hiyo kwa vyovyote itakuwa kabla yalikuwa manii ndo yamekuja, yani hizi swala zimekuja. Tumeelewana hapo? Yani hivi, hizi swala subuhi, adhuhuri, la asiri, magharibi na nini na Isha, hakuchukuliki kuzuka manii baada hizi swala, sawa sawa.
maana yake ni kabla, sio? Kwa hizi swala utalazimiwa kufanya nini? Lazima uziswali. Mwingine anasema sijaelewa hapo. Hebu parudie tena. Nasema hivi. Mjadala unasema hivi. Yajibu i'adatu kulli salati. Ni lazima kurudia kila swala la yahtamilu, ambazo hakuchukuliki huduthul manii, kuzuka manii baada ya hizo swala. Tuchukue usiku huu wa kuamkia leo. Usiku huu wa kuamkia, mimi usiku nililala, nikaamka nikasali alfajiri, nikaja nikasali pia na adhuhuri kama hii, si ndivyo? Nikaja pia nikasali na nini na alasiri, sikurudi kulala tena pale kwenye lile tandiko, nikaswali na magharibi, nikaja nikaswali pia na nini na swala ya Isha. Nimemaliza kuswali swala ya Isha ndo narudi nakuta manii kitandani. Kwa hiyo haya manii, sawa, yani hizi swala hizi, yani nilivorudi eti ndo useme kwamba manii yamekuja baada ya hizi swala. Yani hizi swala ndo zimetangulia, alafu ndo manii akaja wakati ndo muda huo nafanya nini? Nimerudi nyumbani. Sasa nimelala saa ngapi na imekuja saa ngapi? Kwa hiyo kwa vyovyote haya manii ndo yamefanya nini? Yametangulia, alafu ndo zikaja hizi swala. Kwa hiyo hizi swala hizi ambazo hakuchukuliki kuzuka manii baada ya hizi swala, manake ni kabla, lazima uzilipe kadha, lazima uziswali zote. Bado hujanielewa. Narudia mjadala. Sawa, narudia nini? Mjadala. Yajibu i'adatu kulli salati. Ni lazima kurudia kila swala la yahtamilu, ambazo hakuchukuliki huduthul manii, kuzuka manii baada ya hizo swala. Tukasema tuende kimfano. Tukasema tuchukue jana. Sawa, tuichukue nini? Jana ndo tutaelewana vizuri. Usiku wa jana mimi si ndo nililala, nikaamka nikasali alfajiri, nikaja nikaswali adhuhuri, sijarudi tena kulala pale, nikaswali la asiri, nikaswali magharibi, sawa, nikaswali Isha. Nilivomaliza kuswali swala ya Isha ndo nikawa sasa nimerudi nyumbani kwenda kulala. Sasa nafika nataka nilale pale kwenye ile tandiko langu, nikaona nini? Manii. Sawa, na haya manii amesema la yahtamilu huduth. Yani swala hizi, sawa, haiwezekani kwamba hizi swala, yani manii yamekuja baada ya hizi nini? Baada ya hizi swala. Kwa sababu nilivorudi mimi sikulala ndo yakatoka. Kwa hiyo kwa vyovyote alitoka ule usiku wa jana. Kwa hiyo kuna swala ambazo kwamba nimeziswali nikiwa na janaba, ndo maana yake. Kwa hiyo maana ya kurudia ni kwa kuwa kuna asubuhi nimeiswali nikiwa na janaba, adhuhuri nimeiswali nikiwa na nini? Na janaba, la asiri nimeiswali nikiwa na janaba, magharibi nimeiswali nikiwa na janaba, kwa sababu sisi kurudi nione, si ndivyo? Na swala ya Isha pia nimeiswali nikiwa na nini? Na janaba, kwa sababu la yahtamilu huduthul manii. Hizi swala hakuchukuliki kuzuka manii baada hizo swala. Manake kwa vyovyote manii yamekuja kabla ya hizi swala. Hapo umenielewa? Nasema hapo ndo tayari. Aya. Lakini yundabu i'adatu ma amkana kaunuha ba'dahu. Panasuniwa
kurudia swala ambazo amkana, kuna yumkini kaunuha, kuwa swala hizo baadahu, ni baada ya manii. Huo pia ni mjadala hapo, sawa sawa zile ambazo zinachukulika huenda ikawa ni baada, zile ni sunna kuzilipa. Mfano tuchukue siku hizi mbili, sawa sawa siku hizi tuchukue jana na leo. Jana, yani mimi usiku wa leo wakati narudi nikakuta manii kitandani. Sasa haya manii, kuna kaida ya kifiki inasema unatakiwa ala akrabi zamani, kwamba ukadirie ule muda wa karibu. Kwa hiyo kukadiria huu muda wa karibu, tukasema ni hizi swala za hii leo. Si nililala jana, si ndivyo sawa sawa nililala juzi, sawa sawa nililala jana. Tuchukua hapa, nililala jana usiku. Kwa hiyo asubuhi nimeamka, baadaye usiku narudi nyumbani nakuta nini? Nakuta manii. Sasa haya manii kwa vyovyote si hayakuja baada ya nini? Baada ya swala hizi, si ndivyo? Hizi nilizoziswali, kwa sababu ndo nimerudi hapo na sijalala na sijatokwa na chochote. Kwa hiyo kwa vyovyote hizi swala za hapa zimekuja kabla ya nini? Yaani manii ndio yametangulia, alafu zikaja nini? Swala. Sasa kuna dhana inaweza ikaja au ni haya manini ya usiku uliopita. Sasa kama dhana itakuja kwamba ni ya usiku uliopita, si kuna swala hapa katikati pia zimetangulia za jana? Acha hizi za leo hizi. Jana si kuna swala, kuna subuhi, kuna dhuhuri, kuna swala mle jana, si ndivyo? Sawa sawa kwa hiyo pia dhana inaweza ikaja au haya manii yalitoka jana, si ndio? Ndivyo hivyo. Kwa hiyo je, swala zile za jana ulipwaji wake ukoje? Ndo akasema ni sunna tu, lakini za leo ndo lazima ulipe. Za jana ni sunna, kwa kuwa hii ni dhana sasa. Au huna uhakika kwamba haya manini kweli nimeyakuta haya hapa, lakini sasa je, yametoka huu usiku au yalitoka jana? Au ni mimi tu sikuangalia vizuri, au yalitoka jana? Unaona Kwa hiyo zile za jana ni sunna kufanya nini? Kurudia kuzilipa zile swala sawa sawa, ambazo unadhania pengine haya mania yanaweza ikawa ni ya jana usiku. Kwa hiyo kuna hizi swala zote za mchana na zote hizi za nani pengine ni baada, si ndivyo hii ni sunna kulipa. Lakini hizi ambazo kwamba hakuchukuliki sawa kuzuka manii kabla ya hizi swala baada ya hizi swala, maana yake kwa vyote ni nini? Ni kabla. Hii ni nini? Ni lazima kuzilipa hizo swala. Sasa wala ujumiat, lau mwanamke akaingiliwa fi kubliha, katika tupu yake ya mbele. Sikiliza, kwenye tupu yake ya mbele, sio ya nyuma. Wala ujumiat, lau mwanamke akaingiliwa fi kubliha, katika tupu yake ya nini? Ya mbele. Faghatasalat, alafu kisha akaoga. Ameingiliwa alafu akaenda kuoga. Thumma, kisha sasa baada ya kumaliza kuoga, kharaja maniyuhu, yakatoka manii ya mwanamume, minha, kwenye tupu ya nani? Ya huyo mwanamke. Lazimaha ghuslun akhar, atalazimiwa huyo mwanamke na josho jingine. Sawa sawa mwanamke ameingiliwa kwenye tupu yake ya mbele, sawa sawa alafu akaoga. Alivooga akakaa muda, tena baadaye yakatoka manii ya nani? Ya mwanamume, sawa sawa kwa hiyo atalazimiwa kufanya nini? Kuoga tena mara, hata kama anayeona kabisa haya yalotoka hapa si manii yangu, ni manii ya nani? Ni manii ya mwanamke. Manii ya nani? Ya mwanamume. Kwa hiyo atalazimiwa kuoga tena mara ya pili, kwa sababu
huenda yakawa yale manii ya mwanamume yanayotoka yakawa yamechanganyikana na manii ya nini yake yeye mwenyewe. Na tulizungumza tukasema kwamba miongoni mwa sababu zinazomfanya mtu alazimiwe kuoga ni kutokwa na nini, hata kama ni kidogo. Sawa sawa. Kwa hiyo kama yatatoka manii ya mwanamume, manake kwa vyovyote yatakuwa pia yamechanganyikana na ya kwake. Sawa. Kwa hiyo atalazimiwa kuoga tena mara ya pili, bishartaini, lakini kwa masharti haya mawili. Ili alazimiwe kuoga mara ya pili baada ya kushakuwa ameingiliwa na akaoga, baadaye akaona yametoka tena manii ya mwanamume, ili huyu mwanamke alazimiwe kuoga mara ya pili, ni kwa masharti mawili. Ahaduhuma, moja ya masharti hayo mawili, antakuna dha shahwa, awe ni mwanamke mwenye matamaniwa, manake asiwe ni mtoto, la saghiratan, asiwe ni mtoto mdogo. Sharti la kwanza, awe ni mwanamke alofikisha umri wa baligh, sio asiwe ni mtoto mdogo. Lakini athani, sharti la pili, antakuna kadhat shahawataha, awe na yeye alikidhi matamanio yake, yani ule muda wakati anaingiliwa alipata msisimko. Alipata nini? Alipata msisimko. La naimatan, si mwanamke ambaye kwamba alikuwa amelala akaingiliwa, alikuwa amelala akaingiliwa hivyo hivyo wakati amelala, sawa sawa au mukraha, wa mukraha, na yule alobakwa tu amelazimishwa, si huyu. Yule ambaye kwamba amelala tu, sawa, afu akaingiliwa akaoga, sawa, baada ya kuoga yakaja akatoka manii ya mwanamume, hawezi tena kuoga mara ya pili. Au mwanamke ambaye kwamba amelazimishwa akaingiliwa kwenye tupu yake ya mbele, sawa sawa alafu akaoga, baada ya kuoga yakatoka manii ya nani, ya mwanamume, hawezi tena kuoga mara ya pili. Ili alazimiwa kuoga mara ya pili ni baada ya kushakuwa masharti haya mawili lazima yawepo, kwamba awe kwanza ni amefikisha umri wa baligh, si ndivyo alafu ule muda anaingiliwa pia na yeye alipata msisimko, ndo atarudia mara ya pili akishakuwa yametoka nini, yale manii ya mwanamume. Wayurafu almaniyu bitadafuki, tutakuja tuondokee hapo kwamba yanajulikanwa manii bitadafuki, kwa kuruka. Hapa sasa manii ambayo kwamba utakayo lazimiwa kuoga ni yepi, ndo kesho, darasa la kesho au kesho kutwa tukijaliwa, maana siku ya Ijumaa hatuna darasa mpaka siku tena ya Ijumaa ngapi, siku ya Jumamosi, ndo tutakuja tuondokee hapa kwamba wayurafu almaniyu bitadafuki au taladhudhi au rihi tal'i. Manii ili uyajue haya ni manii, utayajua kwa sura ipi? Maana kuna muda yanakuwa mabichi, kuna muda yanaweza yakakauka. Je, nikianusa ninuse yakiwa yana harufu gani ndo niyajue haya ni manii? Yameelezwa yote, tutakuja tuondokee hapo inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie khairi, Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya ilmu. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.